Basi watoto wazuri, naomba mkae mtulie. Kila mmoja akae kwenye nafasi yake. Na kama unataka kulala, tafuta eneo zuri kabisa. Maana umeshahubiriwa, una deserve kabisa kulala. Washiriki, Bwana Yesu asifiwe. Saizi ni saa 6:10. Mimi ni miongoni mwa watu ambao hawapendi ibada ndefu. Kabisa. Ninaamini kwamba binadamu uwezo wake wa kupokea kibinadamu tumeumbwa hivyo. Kuna wakati akifika ana stuck. Sasa niwaombe kwa nia njema tu, hapa tuna almost kama dakika 40 hivi imebaki, kama sio 50, ili tumalize ibada. Mimi naombeni dakika 35 kutoka hapo. Tukichelewa sana saa 7 kamili tutakuwa tunatoka. Kama ikitokea tumechelewa sana, saa 7 kamili tutakuwa tumemaliza. Nina dea kusema kwamba kama kanisa lingelijaa hivi wiki nzima ingekuwa nzuri sana. Lakini wiki hii tulikuwa na watu wengi. Honest pia niwapongeze, lakini hatukujaa kama hivi. Sijajua wenzetu mlikuwa wapi, ila karibuni. Kuna mambo tumejifunza huko nyuma yanategemeana sana na somo la leo. Namuomba Mungu akusaidie wewe ambaye hukupata nafasi siku zote, tuweze kwenda pamoja. Chukua Biblia yako, fungua Warumi 5. Nimekuwa nikifuatilia haya mahubiri online, na mimi jioni nilipokuwa narudi sehemu ya kupumzika nilikuwa nikisikiliza, na nimekuwa nikiona comment nyingi sana, especially za short clip. Nikagundua binadamu wengi sana huwa wanaamini sana uelewa wao na hawako tayari kujifunza uelewa halisi. Na mimi nilivyoumbwa pia na uwezo wangu wa kufikiri ulivyo, huwa sitamani kukufanya uamini ninachoamini, ila naheshimu unachokiamini ambacho sio lazima na mimi nikiamini. Warumi imeandikwa na Paulo, miongoni mwa watu ambao sisemi walikuwa na akili kubwa, kwa sababu mimi naamini kila mtu ana akili, ila miongoni mwa watu ambao ubongo wao walilisha vitu vingi ni Paulo. Paulo ni msomi mkubwa sana, ndio maana mahala fulani Petro anatuambia kabisa, kuweni makini sana na kitabu cha Paulo. Juma hili tulikuwa tukiangalia wewe ni nani, na tulisafiri kwenye huo mlolongo, tukafika mahala ambapo tulisema kwamba media ina madhara makubwa, lakini pia media ni kitu kizuri sana kwa jamii. Na jana nilikigusia, kwa kizazi tulichonacho leo tunahitaji media kuwafikia. Hapa katikati ya wiki tulijifunza kwamba shetani na mtu ana uwezo mkubwa kuliko shetani. Kwa nini tukasema? Kwa sababu binadamu amepewa zawadi ya kuamua ambayo Mungu haingilii wala shetani haingilii. Hapa katikati ya wiki tukasema hivi, hatuzaliwi na dhambi, tunazaliwa na hali ya mwili wa dhambi. Leo nataka tuende tuangalie vyote tulivyojifunza juma zima. Katika somo la leo litakava kila kipengele, na nitaomba unisikilize vizuri ndani ya hizo dakika 35. Warumi 5:12. Yule ambaye hata ukuwepo wiki nzima, chukua muda kunisikiliza. Na nitasoma Warumi 5:12 mpaka 17. Anasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Hili fungu linamaanisha binadamu wote tuna dhambi. Maana wengi wanatafsiri hili fungu wakisema hivi, kwa mtu mmoja dhambi iliingia duniani na wote tunakufa. Kwa mantiki hiyo watu wanaamini mtoto akizaliwa anazaliwa akiwa na dhambi. Sio kweli. Fungu la 13, maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni. Sijui kama umeelewa. Kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni,
lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Na ndio maana hata kifo kilikuwepo kabla mtu hajafa. Ndio maana Mungu alienda kutambulisha kifo kwa Adamu. Anamwambia Adamu hivi, siku utakapokula utafanyaje? Maanake kifo kilikuwepo. Ila ili kifo kipate nguvu ya kuua, lazima mtu atende nini? Dhambi. Fungu la 14. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi, ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Ingekuwa Biblia yako ni ya kwangu, ningekuomba hilo neno atakayekuja ulipigie mstari. 14, 15, asante. Lakini kalama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika mema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi. 16. Wala kadri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi si kadri ya kile kipawa, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta dhambi, bali kalama ya neema ilikuwa kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Fungu la mwisho. Kwa maana ikiwa kwa kosa la mtu mmoja ambaye ni Adamu kifo, na mnisikilize vizuri, naomba somo la leo take time to think na unisikilize. Kwa kosa la mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja ambaye ni nani? Hivi hapa imesema mauti, imesema dhambi. Haya, sasa kama utaweza wewe ifunike sasa Biblia yako, nisikilize rafiki yangu. Nitaomba mtu mmoja awe hapo na cha kuongelea. Kama kuna fungu nitalitaja, atanisaidia kusoma. Watu wa Mungu, naomba mnisikilize. Nafundisha kitu ambacho na uhakika ukikijua kitakusaidia na wewe utakuwa msaada kwa wengine. Naomba niwasumbue ambassador, mmevaa nguo za ambassador? Hizi ni sare za hiyo mliotaja. Naomba wawili msimame hapa. Wahudumu nikiwasumbua mtajisikia vibaya, na nyinyi wawili msimame hapa. Achianeni nafasi Naomba usogee mwisho, nyinyi tuachane nafasi. Iwepo nafasi kabisa. Msimame wawili na mshikane mikono na muachiane nafasi. Kama kanisa mko na mimi, naomba mnipungie mkono. Nisikilize sasa. Mkono wangu huu wa kulia huku mwisho. Mnaweza kushikana? Mmeshashikana Mkono wangu huu wa kulia huku mwisho ni Adamu ameumbwa kwa mara ya kwanza, hana dhambi. Sikiliza vizuri na Mungu anisaidie. Adamu wakati anaumbwa, waliokuwa katikati ya wiki, alikuwa ana mwili hauna nini? Na ana roho nani? Wa Mungu. Kama Adamu hapa alipo akizaa watoto atakaowazaa atawazaa wakiwa na mwili hauna dhambi. Watoto atakaowazaa watakuwa na roho wa Mungu wapi? Ndani. Kama tuko pamoja mpaka hapo, nipungie mkono. Unakumbuka wakati Adamu ameumbwa, na sisi wote tuliumbwa, ila tulikuwa ndani ya Adamu. Kama umenielewa nipungie mkono, mtu wa Mungu. Kwa hiyo mimi sikuumbwa wakati mama yangu ananizaa. Mungu alishaniumba ndani ya Adamu. Ndio maana kuna seli za uzazi. Leo kuna vijana hapa wamekaa wa kiume hawajaoa, wanatembea na watoto wao. Na mimi nilikuwa kijana kama hivi kanisani, sikuwa najua kwamba nitakuwa na watoto watatu.
lakini mbingu ilishajua, kwa sababu Mungu alishaumba watu wote. Na unisikilize, unayenisikiza sasa, Mungu hakutuumba baada ya dhambi, tuliumbwa kabla ya, ila tulikuwa ndani ya mzazi wetu anaitwa nani? Kama tuko pamoja mpaka hapo nipungie mkono sasa. Cha pili, Adamu alipotenda dhambi akabadilika. Na unisikilize, na hapa ndio watu wengi wanachanganya. Dhambi ya Adamu sio dhambi yangu. Mimi sikula tunda. Hukumu ya dhambi ya Adamu haihusiani na mimi, ila kitu ambacho nimekilisi kutoka kwa Adamu. Adamu alipotenda ile dhambi akawa na mwili wa dhambi, ana roho wa shetani. Mtoto anayemzaa anamzaa mtoto mwenye mwili wa dhambi na nguvu ya shetani ndani yake, lakini hazai mtoto mwenye dhambi. Kama umenielewa nipungie mkono, mtu wa Mungu. Kwa hiyo kuna utofauti kati ya mwili wa dhambi na dhambi. Sasa mliokuwa katikati ya wiki mtakumbuka, huyu mtu aliyekuweko hapa, huyu hawezi kuokolewa, hata ukimhubiri haokolewi, kwa sababu anatawaliwa na nani? Na shetani. Sasa hiki kitu ukisoma Biblia yako, kuna kipindi kilifanyika kwa mfano na kuna kipindi kikaja kikafanyika halisi. Mnakumbuka Yesu akiwa kwenye bustani ya Eden na Adamu aliwavalisha wazazi wetu wa kwanza vazi la kondoo, mnakumbuka? Unafikiri ilikuwa ina maana gani? Ina maana Yesu atakufa badala? Yesu atakufa badala? Sasa Adamu alitoka kwenye mavumbi ya ardhi akapulizua pumzi ya uhai, hakuwa na dhambi. Lakini Yesu ni huyu huku mwisho. Yesu ni tofauti na sisi, na naomba unisikilize ili unielewe. Ili mtoto wa kiume azaliwe zinahitajika mbegu za aina ngapi? Ambayo ni X na nini? Y ya Yesu ilitoka wapi? Halo? 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 Yesu ni mwanaume. Huyu Adamu alipotenda dhambi, kila mtoto atakaye mzaa Adamu hawezi kutuokoa, kwa sababu anatawaliwa na shetani na ana mwili wa dhambi. Huyu mtu hawezi kutuokoa, lazima atatenda dhambi, atake asitake. Ili mwanadamu aokolewe, anazaliwa binadamu anaitwa Yesu. Yesu mwili wake, ardhi ya Yesu, wakati Mungu anaumba alichukua mavumbi ya ardhi akapulizia pumzi ya uhai. Ardhi ya Yesu ni mwanamke anaitwa Mariamu, na sio Mariamu Magdalena. Mariamu mama yake na nani? Na ukipata muda usome kitabu kizuri sana kinaitwa kinaitwa Mary the Mother of Jesus. Kimeandikwa na Doug Batchelor. Mimi ninacho soft copy kama utakipenda. Ni kizuri sana. Nimekipenda kugundua kwamba Mungu hachagui tu. Yule mama alikuwa na sifa nyingi za kumzaa Yesu. Ile pumzi ya uhai, kama mnakumbukumbu, ile pumzi ya uhai, wakati huu mwili wa Adamu ulipotengenezwa hauna dhambi, Mungu akapulizia pumzi ya uhai, na huu mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yule aliyepulizia pumzi ya uhai, yeye mwenyewe akaamua kuingia ndani ya mwanamke anaitwa Mariamu. Ndio maana Yesu hakuumbwa, Yesu alifanyika. Kama umenielewa nipungie mkono. Kufanyika sio sawa na kuumbwa. Napenda neno wa Kiingereza, he became. Yesu ana mwili wa dhambi. Yule roho wa kwanza aliyekuwa ndani ya Adamu, Roho Mtakatifu ambaye alikuwa ndani ya Adamu kabla hajatenda dhambi. Adamu alipotenda dhambi, yule roho akatoka. Yule roho yule ndiye aliyeingia kwenye tumbo la Mariamu mama yake na Yesu. Yesu anazaliwa akiwa na mwili wa dhambi, ana roho wa Mungu yule aliyetoka kwa Adamu, na Adamu akawa na mwili wa dhambi na ana roho wa shetani.
Nani amenielewa? Nipungie mkono. Mikono michache. Okay. Ambaye anasema pastor, unanichanganya. Punga mkono. Mimi hata sina haraka. Unajua kuna mwingine anapunga na haelewi. Mungu naomba nisaidie ili somo watu wa Mungu mlielewe. Yesu ana mwili wa dhambi, ana roho wa Mungu. Anaruhusiwa kujaribiwa. Sikiliza vizuri. Yesu anaruhusiwa kujaribiwa. Ana mwili wa dhambi, ana roho wa Mungu. Adamu kabla hajatenda dhambi alikuwa na mwili hauna dhambi, ana roho wa Mungu, naye aliruhusiwa kufanyaje? Kati ya Yesu na Adamu kabla hajatenda dhambi, yupi ni rahisi kutenda dhambi? Yesu. Ngoja nikwambie, hivi unajua Adamu alikuwa asikia njaa ila anakula kama entertainment. Lakini hapa Yesu alipo anasikia nini? Na ndio maana siku ya 40 aliyofunga ana njaa kweli kweli, anataka afungulie. Shetani akaja kujaribu. Anadili na mwili wa dhambi. Maana mwili unataka na mwili hautosheki. Kama Adamu alikuwa hana dhambi, ana mwili hauna dhambi, ana roho wa Mungu, aliruhusiwa kujaribiwa. Kumbe kuwa na Roho Mtakatifu hakuna maana huruhusiwi kujaribiwa. Kuwa na Roho Mtakatifu haina maana huwezi kutenda dhambi. Roho Mtakatifu hafanyi kitu chochote ndani yako mpaka wewe umeamua. Ndio maana alikuwa hapa, alikuwa ndani ya Adamu. Adamu akaambiwa kula, Roho anamsikilizia. Adamu, unaamuaje? Adamu akasema mimi nakula. Roho akamwambia sina shirika na wewe. Vivyo hivyo Roho yuko kwa Yesu. Roho naye anamsubiria Yesu. Kuna kitabu nakiandika, nikikimaliza nitahakikisha soft watu kila mtu akisome. Nisikilize. Yesu, miaka 0 ya Yesu akiwa tumboni mwa mama yake mpaka anaenda kubatizwa akiwa na miaka 30, Yesu alikuwa hatuokoi sisi. Mnakumbuka kondoo ili atolewe kuwa ondoleo la dhambi alikuwa na sifa gani? Asiwe na mawaa. Mnakumbuka Maana yake hapa Yesu mnapomuona anatakiwa asitende dhambi hata hii. Akitenda dhambi hata moja hamuokoi binadamu. Na yeye anakuwa mdhambi asiyefaa kutuokoa. Kwa hiyo Yesu hakuanza kutuokoa. Yesu alianza yeye kufaa kutuokoa. Na nikifika hapa nawaambiaga vijana, ngoja niwaambie kitu msichojua. Hata kama mnajua basi hatufikiri hivyo. Hivi unafahamu kwamba Yesu alikuwa mwanaume kama wewe? Unafahamu Yesu alikuwa na mwili kama wa kwako wewe mwanaume? Unafahamu kipindi cha Yesu pia piskali zilikuwepo? Hivi unafahamu hakuna hali ya dhambi anaojaribiwa binadamu ambao Yesu hakuwahi kujaribiwa? Ngoja nikwambie kitu kibaya. Shetani anajua kabisa nilimshinda Adamu, duniani ni kwangu, watu wanakufa, mimi sitakufa. Na shetani anajua kabisa Yesu kaja kutukomboa. Shetani hakuwahi kulala, muda wote yuko na Yesu ili Yesu atende, na akitenda dhambi atuokolewe. Hebu assume mimi ninakuaga na mawazo. Nimewahi kusoma kwenye Biblia bwana Yesu aliwahi kukaa ghetto, aliwahi kupanga ghetto yake. Nilishangaa nikaa najiuliza hivi ghetto ya Yesu ilikuwaje? Maana ghetto za vijana wa Kisabato ukosi tangawizi, limao. Sijui ghetto ya Yesu. Ukitaka kujua Yesu alikuwa na ghetto, nenda usome Injili ya Yohana 1 fungu la kwanza. Yohana anamwambia mwanafunzi wake Yohana pamoja na Andrew, anamwambia yule ndo mwenyewe kabisa mwanakondoo wa Mungu achukue dhambi ya ulimwengu. Wakamfuata nyuma. Wakafika paka wapi? Paka home anakoishi nani? Yesu. Hivi fikiria Yesu akiwa mdogo anakaa kwao. Inaaminika baba yake alikuwa ni fundi carpenter. Baba yake anamuita hivi Yesu, Yesu naomba msumeno. Yesu hajasikia. Baba yake anamwambia msumeno. Yesu hajasikia. Alafu baba yake anakasirika, we mpumbavu mjinga, lete msumeno. Yesu hakusikia mara ngapi? Hata Yesu kimoyomoyo akisema baba akanitukana, mpumbavu mwenyewe. Hajasema kwa mdomo, kasema wapi? Binadamu haokolewi. Ngoja niwaambie kitu msichokijua. Kama kuna mtu aliishi maisha very complicated ni Yesu. Naanza kuashumu Yesu akiwa na miaka 12
Firstborn wangu mimi ana miaka 12. Yesu akiwa na miaka 10, kila miaka shetani anamtega, shetani anamjaribu. Yesu anaenda miaka 13, wanaume tuna bare na miaka 13, shetani anasema hapa Yesu atoboi. Unajua ukisoma Biblia yako inaeleza matendo mengi sana ya Yesu ya miaka 3, lakini haielezi matendo mengi ya Yesu ya miaka 0 mpaka 30. Unajua kuna watu wanajua Yesu alifunga tu siku 40 wakiwa jangwani, hawajui kwamba kufunga kulikuwa maisha yake. Nisikilize vizuri. Kwa nini Yesu usiku kucha alikuwa halali? Yesu aligundua ni tofauti na Adamu. Yesu ana mwili wa dhambi na ana roho wa Mungu na ana akili yake ya kufanya maamuzi. Yesu anataka roho wa Mungu atawale akili yake wakati mwili unaenda kinyume na nini? Ndipo Yesu usiku kucha anamuomba. Yesu hakuwahi kuomba apate kazi. Yesu hakuwahi kuomba apate nyumba. Yesu hakukesha usiku kucha anaombea tunavyoviombea. Struggle ya Yesu alikuwa anaomba mwili ushindwe na roho wa Mungu aliye ndani yake ashinde. Leo sisi ukisikia mtu anaomba anakesha usiku kucha. Kuna kisa huwa nakirudiaga sana, nilikuwaga shemasi kanisani. Kijana mwenzangu naye alikuwa shemasi. Ile kijana akananili na binti. Mmeelewa kunanilia? Yaani vitu vya dhambi mnaelewa haraka kuliko vya kiroho. Angalia hapa vya kiroho ninavyohangaika. Yule binti akawa hajaona siku zake. Yule kijana akanipigia simu ananiambia naomba tufunge usiku. Nikamwambia sawa, naungana na wewe tufunge. Tukaanza kufunga usiku. Asubuhi akaja, nilikuwa chuo mwaka wa kwanza, kwa hiyo nilikuwa nimepanga. Naishi kwenye chumba. Akaja nikamwambia basi kwa sababu ya program ya maombi na mimi sitaenda chuo, njoo. Akaja hapo ghetto nakoishi. Sasa akili kaniambia hebu muulize tunaombea nini? Nikamwambia bwana, na kweli alikuwa hana la. Kila baada ya dakika chache amepiga magoti. Kafungua Biblia. Kila baada ya dakika chache namuuliza sasa tunaombea nini? Na wakati huo na mimi nimeomba. Ananiambia bwana, unajua mimi ni shemasi pale kanisani. Fulani unamjua? Bahati mbaya bwana nilianguka, hajaona siku zake, na muomba Mungu kama kuna mimba ipotee katika jina la Yesu. Hivi unajua leo kuna watu wanakuomba uwaombee kipindi wanaenda kwenye interview ya kazi. Unafahamu kuna mzazi anahitaji maombi kipindi mtoto wake amekengeuka. Unafahamu kuna mshiriki anataka maombi wakati mume wake hamuelewi. Nani kati yetu alikosa usingizi usiku kucha akiomba kwa ajili ya kushinda dhambi? Ngoja niwaambie Waadventista wa Sabato, maisha ya Kikristo is not a joke. Leo tumekuwa watu wa kuombea vitu, tunashindwa kuomba tunachokihitaji. Yesu aligundua kabisa success ya maisha ya kiroho ni kwenda against na mwili wa dhambi. Yesu usiku kucha halali. Kama ungalikuwepo ukimfuata ukamwambia Yesu kwa nini ulali? Anakuambia pita nimebare. Mwili unanichanganya kweli. Lakini sitaki kutenda dhambi, ndio maana najinyima na kujitesa ili akili yangu isiendane na mwili. Wewe ni shahidi, siku ukifunga hata wewe unakuaga wa kiroho kuliko ukiwa unakula. Na kusingizia. Ukifungaga huyu wa kiroho. Kila unapokumbuka njaa unasema Baba wa mbinguni hakuna kama wewe. Na Yesu anachokihangaikia ni hiko. Yesu anasema hivi, nataka akili ya mbingu ndio itawale kwenye fahamu zangu, na kwa sababu hiyo ndiyo sababu ya Yesu kuomba. Leo watu tunakuja na maombi kwenye karatasi, tunadumbukiza kwenye sanduku. Ukiyasoma unaweza kukuta Mungu yule wa ofisini ananitesa. Bosi amekuwa mwiba. Lakini angalia tulivyokuwa watu ajabu. Hatuombi kuhusu mwili utawaliwe na roho, tunaomba kuhusu external na sio internal needed. Yesu miaka 30 anajitakasa yeye mwenyewe. Ngoja nikwambie, niliwaambia watu hapa katikati ya wiki, kwa mara ya kwanza duniani tangu Adamu atende dhambi akapatikana binadamu wa kwanza mwenye mwili wa dhambi hajawahi kutenda, anaitwa Yesu. Mtu namfahamu kabisa. Tulikuwa wote shule high level. Nimefurahi kukuona. Mungu akubariki kakangu.
Mimi nikiwa form 5 nafikiri alitupokea pale akiwa anamaliza form 6. Nimepatia Haya, turudi kwenye somo. Kuna watu ukiwaona unajisikia vizuri, ni miaka mingi since amemaliza kuniacha, ni miaka mingi sana. Turudi kwenye somo. Yesu anapobatizwa, kama umesoma kisa chake, utasikia mbingu ilifunguka, Roho alimshukia, kisha sauti ikatoka wapi? Ikisemaje? Unajua kwa nini Mungu alifanya vile? Kwa mara ya kwanza tangu Mungu ameumba ndio anampata binadamu ambaye hajawahi kutenda nini? Alafu Mungu anasema hivi, msikilizeni yeye. Ngoja niwaambie, Yesu hakushinda dhambi alipokwenda jangwani kufunga siku 40. Yesu alikwenda jangwani kufunga siku 40 akiwa sio mdhambi na hana dhambi. Lakini Yesu anajua bado ana mwili wa nini? Lakini we ni shahidi, wewe ukifunga wiki moja, wiki inayofuata we chunguza maisha yetu ya Ukristo, utakuta Jumatano ya maombi sio sawa na Alhamisi. Na kuna wengine Jumatano wakifunga anakusanya vyakula, asubuhi akija juu ya meza anaangalia, hii chapati nitakula jioni, kaweka. Yesu haendi jangwani kwa sababu hana kazi. Haendi jangwani kwa sababu haumbwi. Haendi jangwani. Yesu struggle yake anasema, kweli mbingu imenishuhudia and still na mwili wa dhambi, na wakati wowote naweza kutenda dhambi. Pamoja na kwamba Mungu unajivunia kuhusu mimi, lakini mimi bado nakuhitaji wewe. Lakini sisi binadamu leo, kuna wakati unaomba afu unaanza kujiona wa kiroho, na kuna wakati unasema kabisa, yani enzi zile ninaanza kuamini. Ukilo wangu ulikuwa wapi? Ngoja nimalizie somo kitu ambacho nilikipenda sana. Kitabu cha Injili ya Yohana 14. Samanini watu mnaoshuti. Naonaga hapa kidogo nafuu kama na watesa. Inaanza kwa kusema hivi, msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Maana naenda kuwaandalia mahali, ili nilipo mimi nanyi. Mwanafunzi mmoja akamwambia Yesu, wapi huko unakokwenda? Tunawezaje kufika? Yesu alijibu hivi, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Swali, kwa nini Yesu alijibu vile? Swali la pili, kama mbingu haionekani, manake it's a spiritual world, hakuna nyumba kama hizi. Yesu anaposema anakwenda kuandaa, alafu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima, Yesu alikuwa anaandaa nini? Fungu la 14, mkiniomba neno lolote mtapata, mkinipenda shikeni amri zangu. Fungu la 15, ukiendelea hapo chini anasema hivi, nami nitamuomba Baba awape nani? Lakini Yesu anasema atamuomba Baba awape msaidizi baada ya Yesu kutuandalia mahali. Cha kwanza sio kupokea Roho. Cha kwanza lazima kwanza aandae mahali. Akiandaa mahali ndipo sisi tutapewa nani? Kama tuko pamoja nipungie mkono mtu wa Mungu. Ukifunua hiyo Biblia yako sura ya 15 ya 16 fungu la 7. Anasema hivi, yanipasa mimi niondoke ili huyo Roho afanyeje? Na hapa watu wasioamini Roho Mtakatifu ni Mungu, anasemaga eti ni yeye mwenyewe. Yesu pale alibadilika, yaani kwa mwili akaondoka akaja. Tuache hilo somo. Wako sasa hivi watu ambao wanafikiria kuzidi anavyofikiria Mungu. Yesu alikuwa anasema hivi, unafahamu Yesu akiwa duniani, Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya mwili wa Yesu peke yake. Kwa sababu mwili huu hauna roho, umekuja kuokolewa. Una mwili wa dhambi na anatawaliwa na shetani. Yesu ndo kaja kutuokoa. We nisikilize tu, kaja kutuokoaje? Ndio maana Yesu anasema nitakapoondoka ndipo atakapokuja, maana kwa sasa yuko ndani yangu. Yesu anakwenda kufa msalabani. Naomba usimame hapa muangalie hivi. Na nyinyi wawili simameni hapo muangalie huko. Nyinyi wawili simameni hapo muangalie huko. Na nyinyi wawili hapa muangaliane, okay? Rudi nyuma kidogo mtu wa Mungu. Hapa mwili wa dhambi ni nani?
Nyosha mkono juu. Juu kabisa. Roho wa shetani juu kabisa. Tena wamekaa vizuri. Mwenye shati ni roho wa nani? Hapa mwili wa dhambi wa Yesu. Mkono juu. Okay. Huyu maana yake ni roho wa nani? Wa Mungu. Usishushe mwili wa Yesu. Unafahamu Yesu alienda kufanya nini msalabani? Angalia alichokifanya Yesu. Mwili wa dhambi wa Yesu ukaja kwenye mwili wa Adamu uliotenda dhambi. Ukachukua shetani anayemtawala nani? Adamu. Wakaenda wote wapi? Msalabani. Mkaeni kabisa hapo. Roho wa Mungu kabaki na mwili wa binadamu umefanyaje? Kama paka hapo tuko pamoja, nipungie mkono. Yesu akafufuka. Mwili hapa ni upi? Mwili wa Adamu kabla hajatenda dhambi. Ni wewe. Yesu alipofufuka, anafufuka na mwili wa Adamu kabla hajatenda. Maana yake Yesu amefufuka na mwili ambao hauna nini sasa? Kwa lugha nyingine, Yesu kawa kama Adamu alivyokuwa kabla hajatenda dhambi. Sijui kama mnanielewa akia nani. Kwa namwangalia mhubiri mmoja wa kike kule Marekani. Wanawake wana mambo sana. Anahubiri mpaka watu wa Mungu muelewe. Sasa wanaume hatuna hizo. Narudia tena, Mungu nisaidie mnielewe. Kuna exchange Yesu alifanya. Yesu alipokwenda msalabani alichukua nguvu ya shetani iliyo ndani ya mwanadamu na mwili wake wa dhambi ambao haukuwahi kutenda dhambi ila unapaswa ufe milele. Yesu akafa. Yesu anapofufuka hafufuki na ule mwili wa dhambi. Anafufuka na mwili aliyokuwa nao Adamu kabla hajatenda. Kwa hiyo Yesu sasa ana mwili hauna dhambi na ana roho nani? Alafu Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8, msiondoke mpaka atakapowajia nani? Mwili wa Yesu usiokuwa na dhambi ukapaa zake mbinguni. Roho aliyekuwa ndani ya Yesu wakapewa wanafunzi. Shika hapo. Sasa hivi binadamu wote duniani tuna mwili wa dhambi na tuna roho wa nani? Ni watu mmenielewa? Ili somo limeeleweka? Hapa ndipo nawaambiaga wale ambao kwenye mtandao wanabisha, hata nimeona kwenu nyinyi wanabisha. Hakuna mtu anayezaliwa na dhambi. Tunazaliwa na mwili wa dhambi, sio dhambi. Yesu alishakufa. Dhambi aliyotenda Adamu sio dhambi yako, ila unazaliwa na mwili wa nini? Ile nguvu ya shetani ya kukufanya utende dhambi, tayari Yesu alikufa nayo wapi? Huyu mtu sasa hivi anapaswa aishi kama alivyoishi Yesu kabla ya kwenda msalabani. Narudia tena, na hapa ndo Wakristo wengi tunaacha. Sasa hivi ninavyoongea na wewe, unapaswa uishi kama Yesu kabla hajaenda wapi? Sasa watu hawampendi Yesu kabla ya msalaba, wanampenda Yesu wa msalabani. Yaani Yesu wa msalabani. Yaani watu wako hivi kazini na binti mfupi alimvutia huyo akaanguka, alafu anamwambia nani? Yesu. Ndugu yangu, huu mwili nishambamiza mtu. Yesu anamwambia sawa, nimekusamehe. Asante. Anaenda kwa binti mrefu, anazini tena, alafu anamshtua mwamba wa msalaba tayari huku. Yesu amwambia tena, umesamehewa mwanangu. Anaenda tena kuiba, akimaliza kuiba, oya mzee. Na ninaogopa niwaambie hapa mbele yenu, kuwa makini na watu wanaofundisha haki kwa imani. Nimegundua wengi wanaofundisha haki kwa imani baada ya kufundisha inavyopaswa wanatupoteza. Nisikilize, unapokwenda msalabani, Yesu akiwa msalabani, sikiliza vizuri. Mwili wa Yesu na shetani, njoo. Simameni hapa. Mwili wa Yesu wa dhambi. Usisahau, hawa ni mwili wa dhambi na roho wa shetani Yesu aliyokufa naye msalabani. Simameni hapa mniangalie. Mimi Pastor Peter nikizini, kitendo cha kuzini tu tayari nakuwa niko na shetani. Napaswa kufanyaje? Kufa. Kifo cha nini? Naenda msalabani kwa Yesu. Yesu, mimi nishajichanganya. Yesu ananiambia hiyo roho yako iliyokuwa ndani, mimi Yesu nimekufa nayo msalabani. Sasa nimebaki bila nini? Hatia ya dhambi. Cha pili, Yesu ananipa zawadi ya roho. Napotoka msalabani natoka nikiwa na roho. Natoka nikiwa kama Yesu kabla hajaenda wapi? Nakuwa na mwili wa dhambi na roho wa nani?
anachokitegemea Mungu. Hasemi nitoke hapo nikatende dhambi. Kwa lugha nyingine, Yesu anasema hivi, toka sasa mwanangu, nenda kaishi kama mimi kabla sijaenda msalabani. Ndio maana hata Mariamu Magdalena alipokwenda kwa Yesu akiwa amezini, anatakiwa auliwe, Yesu akamwambia, Magdalena, nimekusamehe, chukua zawadi ya Roho. Halafu akamwambia, napenda lugha ya Kiingereza, akamwambia go and sin no more. Niwaulize swali, ndio Ukristo tulionao leo? Leo tunaambiwa na wahubiri wanatuambia hivi, huo ni mwili wa nini? Njoo kwa Yesu jinsi. Ndio maisha ya Ukristo tulionao leo. Hakuna mtu ambaye yuko interested kushinda dhambi, ila kila mtu yuko interested na Yesu aliye msalabani. Na ndio maana kuna wakati tuna jeuri gani? Roho wa Mungu aliye ndani yako anakwambia, Pastor Peter, hiyo unachotaka ufanye ni dhambi. Alafu mimi na negotiate. Anambia, sikiliza, hii ya mwisho. Narudi Yesu, nisubirie. Naenda napiga tukio la dhambi. Nimeshakuwa justified. Nimemaliza nilichokitaka. Naanza kumgeukia. Na machozi yananitoka. Hakuna mwingine kama Yesu. Na unalia, hakuna. Baba nisamehe mimi. No, nisikilize. Waliokuwa katikati ya wiki niliwaambia, Mungu hahitaji ushinde dhambi ukishashindwa. Mungu anataka ushinde dhambi kabla hujashindwa. Yesu hakutenda dhambi ndio akaenda msalabani kutuokoa. No. Sikiliza, mimi mtu akiniuliza kati ya Yesu msalabani na Yesu kabla ya msalaba, unamtaka yupi? Mimi nampenda sana kabla ya msalaba. Watu wamejifunza Yesu akiwa msalabani, watu hawataki kujifunza Yesu akiwa hayupo wapi? Yesu alikuja kufanya vitu viwili. Cha kwanza, alituonyesha kwamba duniani mna mwili wa dhambi. Mimi Yesu nilikuwa nao, lakini nilichagua kutawaliwa na Mungu, na Roho wa Mungu akawa ndani yangu. Na ninyi pia, mimi Yesu nimewapa huyo Roho, yupo ndani. Ndio maana Yesu anamwambia Mariamu, go and sin no more. Nenda na usitende dhambi. Hakuna mtu anayezaliwa na dhambi, ila tunazaliwa na mwili wa dhambi. Roho wa Mungu yuko ndani kama alivyokuwa Yesu. Na huu mwili nilionao wa dhambi, macho yanaona yanataka kutenda dhambi, lakini na struggle. Nasema hii ni dhambi, na mimi nakuwa kama Yesu usiku kucha. Naambia Mungu, nisaidie, mwili unaniendesha, nipatie nguvu, nataka niishinde hii dhambi. Hapo ndo tunakuwa katika Kristo. Niwaulize swali tu kwa nia njema. Hivi nafikiri leo kuna mtu ambao Mungu anaweza akasema huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye? Yupo leo kwenye kizazi hichi tunachoishi? Alafu angalia tulivyokuwa ajabu. Tuna mentality mbaya. Unakuta mtu anasema, unajua Yesu yule Mungu usimuige. Unafahamu kama Yesu angekuwa Mungu akiwa duniani, tulikuwa tupasi kuokolewa? Shetani angesema wewe umeweza kwa sababu ulikuwa nani? Yesu alikuja kuprove wewe unayenisikia sasa unaweza kuishi bila kufanya dhambi. It is possible. Sije kama mnanielewa akia nani. Mimi kuna watu kwenye Biblia wanani inspire sana. Asanteni ndugu zangu. Kama hawajaelewa bwana, mimi kwanza leo ndo ya mwisho. Kama hawajanielewa shauri lao. Naondoka zangu, omboza. Niliwaambia katikati ya wiki, mimi kila mwaka huwa nachagua rafiki wa kumsoma kwenye Biblia. Huwa najiuliza, hivi Enoki alikuwa na kitu gani special ambacho sisi hatuna? Nini ambacho Enoki kwake kilikuwa special? Hivi nafahamu Enoki ilifikia kipindi aliishi kama Yesu kabla ya msalaba. Haina maana Enoki hakuwa mzambi. Soma Biblia yako vizuri, utasikia wanasema Enoki akiwa na miaka 65 ndo alimjua nani? Kwa hiyo 64 kushuka chini ni mwenzetu. Enoki ni mwenzetu, 64 kushuka wapi? Lakini Biblia inasema pindi alipomjua Mungu 65 kwenda huku. Enoki ilifikia kipindi, Ellen G. White anasema akili yake ilikuwa mbinguni, mwili wake ulikuwa duniani. Ndipo mbingu inasema hivi sasa mwili wa Enoki unapaswa uwepo akili yake ilipo. Enoki hakwenda mbinguni na mwili wa dhambi. Wakati anaamka kwenda mbinguni, naye alipewa mwili wa Yesu alipofufuka.
Kwa nini Enoki aliishi hivyo? Kwa sababu Yesu anajua atakuja kufa. Hivi Henoki yeye alikuwa ana ubongo tofauti na wetu? Hivi tunavyoongea mnafahamu Musa yuko mbinguni? Hivi tunavyoongea sasa hivi Musa yuko wapi? Musa alikuwa na nini? Hakuua yule? Aliua. Wewe umewahi kuua wewe? Achana na mbu. Unaweza ukasema mtu akasema nimeua nini? Mbu, mende. Nazungumza mtu. Nani hapa kati yetu kai kuua mtu? Lakini hivi tunavyoongea yuko wapi? Sio huyo tu, kuna mwamba anaitwa Elia. Yuko wapi? Alipigwa mkwala na binti. Yaani mwanamke alimwambia hivi, kesho na we na kuua. Akamkimbia Mungu. Speed, anasema nani afe? Mbio, akafika sehemu kachoka hoi, anaomba kufa. Angalia alivyokuwa ajabu, kakimbia kufa, kule alikofika anaomba kufa. Si ungebaki kule? Yaani mimi ningekuwa Mungu, unataka kufa? Haya rudi ulikotoka. Lakini eti hivi tunavyoongea amepaa yuko mbinguni. Sikiliza, Mungu anisamee na nyinyi mnisamee, but that is the truth. Hakuna atakayeuona ufalme wa Mungu bila kuishi maisha bila dhambi. Sasa wengi wetu tumewekewa mindset yetu hivi, wewe tuishi unavyoishi. Yesu alikufa ili usamehewe dhambi ulizonazo. Baada ya kusamehewa uishi bila nini? Ila watu wanapenda mahubiri njoo kwa Yesu jinsi mtu anapenda ambiwe hivyo. No. Umefika wakati niwaambie Waadventista wa Sabato wenzangu, hebu tuende tuanze kuishi ukweli. Tuache kona za kuwa encourage na vitu ambavyo ni unnecessary. Na nikisema ukisamehewa dhambi usitende dhambi, sina maana dhambi zote zinaweza kuisha kwa mtu kwa siku moja. Niliwaambia mimi nimekaa miaka 5. Lakini maana yangu ni hii, kama leo ulikuwa mbea, umeomba kusamehewa mbea, basi kesho ushughulikie unafiki. Kesho kuto ushughulikie upyapya. Yaani kila siku ni Mkristo unayekuwa, lakini wewe leo una mimi na miaka 24 ndani ya hili kanisa. Wewe una miaka mingapi mwenzangu? Labda 70. Wako watu mna miaka, lakini still unateseka na dhambi hii. Miaka yote. Alafu nasema Yesu kachelewa kufanyaje? Kurudi. Wanakwaya, Bwana Yesu asifiwe. Kuna walimu wa kwaya, mnawafahamu? Achana nao wale watu. Sio wote. Walimu wa kwaya 80, sio? Na mimi nimeimbia. Walimu wengi wa kwaya, sio wote walimu wa kwaya, msininunie. Wako ndani ya kanisa na wanafundisha kwaya, lakini unaweza kukuta ndani ya kwaya anatembea na wadada hao. Na hana shida, na akipiga kiu utampenda. Wakiwa mazoezi, mchumba wake akikosea kwenye akasema utasikia ambia nani? Naomi hapo ni alafu humu ndani kuna Naomi nimeambiwa. Naomi nimekusaka kama hii wiki hii. Lakini wewe ambaye sio wa kwake na alikutongoza ukamkatalia, baada ya kusema ukasema utasikia zunguka kanisa mara ngapi? Walimu jamani, 80 nimesema sio. Wako walimu wacha Mungu kabisa. Nimechukua mfano, nikisema mwalimu haina maana ni wao tu. Yaani mentality yangu inataka iseme hivi, wewe unayenisikia sasa, una umri gani ndani ya kanisa? Una kitu gani ambacho unadea kusema unakuwa katika Kristo? Hivi mbinguni sasa hivi Mungu anaweza kusema wewe ni mwanae mpendwa unayependeza moyo wake? Mungu anaweza kutuamini tukusikilize wewe? Na tuna mafungu yetu, eli maskini wa roho maana kuna mafungu ya ajabu kweli. Actually mafungu sio ya ajabu, ila tunayatafsiri katika hali ya ajabu kabisa. Eli maskini wa roho maana ufalme wa Mungu. Chukua time kujifunza maana hilo neno maskini wa roho. Mimi mchana wa leo niombe, hata mimi ninayeongea hapa mbele yenu na struggle kuushinda mwili kabisa na kumuomba Mungu anisaidie, na kuencourage na wewe, huu ni wakati mwafaka wa kuanza kuishi maisha namna hiyo.
Hapa ndani tuko na mabinti zangu wawili na mwanangu mmoja, tumewahi kufunga naye siku 3 bila kula. Yuko hapa ndani 3 days bila kula, na atuombei ndege. Na sio tunafanya hivyo ili no, hakuna hata anayejua. Hata wewe umejua baada ya kusema it's a personal, ni kitu kati yangu mimi na nani na struggle mwenyewe ambao hakuna anayeniona. Leo kuna watu tunataka Ukristo hapa hivi. Unajua mchungaji au mhubiri anaposimama hapa hakuna ushindi wa kiroho. Ushindi wa kiroho huko hapa dakika 45 unazosimama mimi kuhubiri? No, sio kweli. Hata Yesu hakushinda alipokuwa anafanya huduma, alishinda akiwa amekesha usiku. Asubuhi akafanya huduma akiwa pamoja na Bwana. Na ndio maana leo kuna watu ni wahubiri wakubwa sana lakini wazinzi. Leo tuna waimbaji wakubwa sana, wauni vibaya sana, na wako kwenye kwaya zetu na wana sauti paka akianza mwenyewe unapenda. Mwekutana na sauti ya tatu anayejua sauti yake. Kuna sehemu mwelekezi anaongezeaga mwenyewe vionjo. Pale wimbo unapoishia unazaa kashada kia juu. Labda wimbo unasema amen, yeye utamsikia amen. Sauti ya ngapi huyo? Lakini Mungu hayuko ndani yake. Ngoja niwaambie Wakristo wenzangu, kufanya huduma ya Mungu haina maana una Mungu. Usifurahie huduma, furahia muda wako na mwenye huduma. Mungu hataki ufanye kazi yake, Mungu anataka afanye kazi yake kwako, ili akiwa ndani yako yeye ndo aifanye kazi. Lakini leo tumekuwa watu wa kuhitaji mass popularity. Leo wachungaji tunatengeneza klipu za kuinspire watu, watu wane sisi ni top, tunajua. But that is foolishness. Kwani mtu akikuona unajua and then huendi mbinguni, ina maana gani? Leo kuna watu tunatafuta contact ili tupate viewers YouTube, ili tupate nini? Sikiliza, mtafute Mungu. Halafu muache Mungu mwenyewe akiwa ndani yako, muache yeye mwenyewe afanye. Usimlazimishe. Na unamtafutaje? Lazima uwe na muda na Mungu. Leo watu hawana muda na Mungu, wana muda na kazi ya nani? Unajua kuna mfano naotoleaga ili nifundishe hichi kitu. Wazee wa kanisa 80 mfano. Yesu anasema mpende mkeo kama anavyompenda mke wake. Mke wa Yesu ni nani? Ni kanisa. Sasa kuna wazee wa kanisa wanalipenda kanisa kuliko mkewe. Yaani anapenda mke wa mwenzie kuliko mke wake. Wakati Yesu alisema fananisha, yani angalia mimi ninavyompenda mke wangu. Umeona? Kampende wa kwako. Yeye sasa anaacha wa kwake, yuko kwa mke wa mwenzie, akipigiwa simu, tuna kikao. Baba nakuhitaji. Tukimaliza baraza, tunaenda Kiele, lelelelele, niko kwa Bwana. Wewe rudi kwa mkeo. Watu wa Mungu, mimi nimalize kwa kuwaomba, maana tumemaliza juma. Naomba kuanzia sasa ya tathmini maisha yako peke yako. Hakuna uokovu wa we, kuna wokovu wa I. Ebu take time to think. Chukua muda sasa hivi, jisearch wewe mwenyewe, tujiambie hivi, mimi kweli ni mcha Mungu? Mimi kweli ni Mkristo? Mimi kweli namuishi Kristo kwenye maisha yangu? Ukipata majibu ya hilo swali, kama sivyo, tumia muda wa leo kuanza upya. Na bado hatujachelewa. Kuna mwamba mmoja namkubali sana, yeye ameokoka msalabani. Alimwambia tu Yesu, mimi bwana mzambi. Vipi? Naweza kupata msamaha? Akaambiwa, tangu leo hii nakwambia tutakuwa wote wapi? Lakini unajua wewe ukiomba leo hapa ukasamehewa, bado una mwili wa dhambi. Yaani hapa tunaenda kufanya ombi, si umesamehewa? Haina maana umemaliza. Hata ukienda kwenye chakula tu ukianza kulalamika, hivi chakula wanavyotupakulia hivi, tayari umetenda nini? Kwa hiyo bado tuko duniani. Hakikisha muda wote unajitathmini na unajiweka karibu na nani? Mzee wa kanisa, nikuombe babangu. Natamani tuombe na wewe leo. Tuombe na wewe leo hapa mbele. Tumuombe Mungu ikiwezekana afanye kitu kipya kwenye maisha yetu. Huyu mzee wangu ataomba na mimi nitakwenda kuomba. Niombe wote tupige magoti. Wakati tunapiga magoti na kuomba, hebu jitathmini. Nilisema wokovu ni kati yako wewe binafsi. Hebu ongea na Mungu wewe peke yako vile unavyojijua. Alafu ikikupendeza leo, tengeneza maagano mapya pamoja na Bwana. Mwambie Mungu, imetosha sasa.
Kama wenzetu waliweza kuishi pasipo kutenda dhambi walipokuwa na roho wa Mungu ndani, sisi nasi kuanzia sasa tukaanze kuishi kwa utukufu wa Bwana. Baba ataombea Mungu atusamee dhambi zetu zote, atupatie nguvu na mwanzo mpya ukatokee ndani ya kila mmoja. Karibuni kwa ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema unaishi juu mbinguni, jina lako takatifu na litukuzwe milele zote. Asante kwa nafasi hii ya pekee uliotupatia siku ya leo, siku ya ibada takatifu, na mchana huu tumejinyenyekeza mbele zako. Tunaomba Bwana, ibada hii ambayo tumekuabudu wewe ikawa ya baraka, ikawa ya nguvu katika maisha yetu, ipate nafasi ya kutuhuisha na kusogea karibu na wewe, ili kwa namna hii tuandaliwe na kufaa kwa ajili ya uzima wa milele. Dhambi imetusumbua kwa miaka mingi sana tangu tulipozaliwa, maana tumezaliwa kwa mwili wa dhambi. Lakini Yesu, tunakuja kwako ili tupate kusamehewa na wewe, na ukitugusa katika maisha haya tubadilike, ili tusiishi na dhambi, lakini tukauchuchumilie wokovu, kwa kuwa ni ahadi yako kutoka katika neno la uzima. Bwana, tumekuja washiriki wa kanisa hili, watu wazima, vijana pamoja na watoto, lakini miongoni mwetu pia kuna wageni mbalimbali ambao wamekuja kuabudu pamoja nasi. Mungu wetu, katika ujumla huu tunaungama tukiwa magotini, utusamehe kila moja, ukatuweke huru. Tunatamani kuishi maisha mapya tena, ili Bwana, ikiwa ni mapenzi yako tena, tutembee katika hatua za kuelekea kwenye ushindi, na Kristo utakapokuja kanisa hili na watu wake wote walioamini na kutubu sasa na kukubali kubadilishwa, tukauone ufalme wako utakapokuja mara ya pili. Bwana, asante kwa ajili ya juma hili lote tulipokuwa tukikujifunza wewe kupitia neno lako ambalo limesemwa kwetu na mtumishi wako mchungaji Peter John. Ninakusihi kwa neema yako ukamfunike Bwana, yale maneno aliyosema kwa ajili ya wokovu wetu yakawe baraka na nguvu, yakawe msaada usiokoma, ili Bwana neno hili tukaishi kama taa inayomulika katika giza kwa maisha yetu, hata tuwe tayari utakapokuja mara ya pili tupate kuona uso wako. Bariki yeye na familia yake katika kazi anayoitenda kokote pale, ukamfanye kuwa nuru na taa na sauti yako isiyokoma kuzungumza, na hatimaye watu wakapate kuokolewa. Katika maombi yetu asubuhi ya leo, atakapoendelea kuomba yeye mchungaji, yaunganishe maombi yetu yote Bwana, yakapate kibali katika kiti chako cha rehema, na Bwana ukatutendee kwa kadri upendavyo. Neema yako yatosha kwetu sasa. Baraka zako zikawe juu ya mkutano huo asubuhi ya leo, na Mungu wetu, ulinzi wako katuzingire kila upande, ili tufae kuwa tayari wakati utakapokuja. Na nyamaza kimya sasa, uunganisha maombi yetu, kwa kuwa tumeamini ni katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Asante mtukufu Baba yetu wa mbinguni. Kristo, wewe ni Mungu unayefahamu umati ulioanguka sasa magotini. Unayajua maisha yetu, unajua aina ya Ukristo tulionao. Nakusihi sana Bwana wangu, kwa kadri kila mmoja anavyoongea nawe ndani ya moyo wake kimya kimya, asiposikika na yoyote, Mungu tusikie leo. Yawezekana kati yetu wako wanaoomba hata kwa machozi na uchungu mkubwa, ambao sisi wanadamu hatuoni walioyapitia na wanayoyapitia. Na Kristo, hakuna linalotendeka duniani mbele zako kwa bahati mbaya. Wewe ni Mungu unayeruhusu kila kitu kwa makusudi. Nami mtumishi wako nimekuwa nikikusihi na kukuomba, ikiwa ni mapenzi yako juma hili maisha yetu yakabadilishwe. Hebu kila mmoja binafsi akaguswe kukufuata nyuma yako, ili yale maisha uliyoyaishi wewe kabla hujakwenda msalabani, ili sisi tuje msalabani, kisha tunapotoka msalabani tukaishi maisha yako. Na kuomba Yesu, mwili unatushinda mara nyingi.
Hebu leo hii dhamiri za ndani ya kila mmoja ikaamue kuushinda mwili, kuza hitaji ndani yetu la maombi ya kweli, ya dhati, yasiyoonekana na wengine ila na wewe tu sirini. Na Baba, tutakapo utafuta uso wako, usitunyamazie, kwa sababu Kristo uliyaishi maisha hayo ukiwa na huu mwili, na ziko sehemu unazojua sisi hatuwezi, naamini utatuwezesha. Nenda umtendee kila mmoja, ili tangu sasa na siku zilizosalia kuwako kwetu duniani, mbingu ikajivunie kama ilivyojivunia wewe. Ikiwa kuna ombi sikuliomba ambalo ni haki kututendea, nenda ututendee. Kanisa hili la Tabata, wazee wa kanisa, mchungaji na washiriki, dumisha upendo wa kweli kati yao. Mfanye kila mmoja kumwona mwenzie ni bora kuliko yeye. Unafiki usiwe sehemu ya maisha yao, ila kupitia umoja wao na mwenendo wa maisha utakao yathibitisha kwao yakawe nuru na hotuba kwa wengi, ili kupitia wao na mtindo wao wa maisha wengi wakavutwe kwako. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Kanisa, tunasemaje kwa ujumbe wa leo? Yaishi yale maneno ambayo Bwana amemtumia mchungaji kuyasema kwetu. Nitailisha vipindi kwa wakati huu mpaka tutakapokuja kuendelea tena mchana. Nikuombe sana kwa rehema zake Bwana, hebu usipange kukosa kuwepo jioni. Pastor atakuwa na session mbili. Ya kwanza atazungumza na wenye umri wa kuanzia miaka 30 mpaka 100 ikiwa wapo, na mimi ndani yake kuna wanandoa, wenda wapo wajane na wagane. Kwa hiyo lika hilo lote atazungumza nao mchana kutiana nguvu. Lakini pia atakuwa na kipindi cha kuhitimisha juma hili ambalo tumekuwa nalo wiki nzima. Kwa hiyo usipange kukosa kuwepo, ili uenda katika siku ambayo umekuja leo kuna kitu utaondoka nacho kitakusaidia katika maisha yako. Baada ya kusema hayo, kanisa